Okay, watu wa Mungu, wacha niwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo ni asubuhi njema ambayo Bwana ameniamsha nikiwa ndani ya fadhili zake. Kwa majina naitwa Pastor Boniface Mulwa, nimeokoka na nampenda Bwana. Asubuhi ya leo nataka niongee na mtu ambaye anaona kana kwamba maisha yake haiwezi kubadilika, lakini nataka nikwambie kunaye Mungu aliye juu mbinguni. Jinsi mimi nimemwona akitenda, naweza kupatia ushuhuda wa kuwa kana kwamba Mungu sio kama mwanadamu. Mungu sio kama mwanadamu. Mungu anafanya kazi yake kibinafsi, na akisema amekubariki atakubariki. Kwa hivyo nataka nichukue hii nafasi asubuhi ya leo niongee na mtu ambaye anaona kana kwamba maisha yake haiwezekani. Kiangalia kitabu yenye nasoma ni kitabu ambaye Paulo na Sila wakati walikuwa wanatafuta Mungu wakaingia kwenye mitego ya maadui na wakaamua kuteswa ni kwa ajili ya neno. Naongea na mtu, wewe mwenye unateseka, haya mateso maybe unapitia si wewe, ni mtu tu aliamua kutesa maisha yako. Lakini asubuhi ya leo nimekuja kwako nikwambie kana kwamba Mungu ukiwa na yeye anaweza kuondoa mahali mwanadamu hawezi kuondoa. Paulo na Sila wakati walikamatwa ni kwa ajili ya kuhubiri Injili, ni kwa ajili ya kukemea pepo ambayo ilikuwa na msichana mmoja alikuwa ndani ya soko, na alikuwa ametubiwa hiyo pepo ili kuitafuta pesa ni kwa ajili ya familia yao. Lakini Paulo wakati aliona hili jambo akalikemea, na hiyo pepo ikaacha huyo msichana, na Paulo maisha yake ikaingia kwenye shida. Nataka nichukue nafasi nikwambie, wakati walikamatwa na wakapelekwa korokoroni, neno la Bwana linasema kana kwamba Paulo na Sila hawakufa moyo, walienda kuingia kwenye gereza. Wakati walipoingizwa mahali pale, Mungu hakuacha, nao hawakuacha Mungu, waliendelea na kumbisha milango wakiwa ndani ya hiyo jela. Na wakati walipokuwa wakiomba, wakiinua Mungu, wakimwambia Mungu, ndio wakati umefika wa kutenda. Inasemekana, maandiko inasema mnamo mwendo wa saa 9 ya usiku asubuhi, ndipo malaika wa Bwana aliporuka ndani ya hiyo jela, na akaenda akatingiza milango yote ya magereza, akaivunja, na watu wa Mungu wakaachiliwa. Kile nakwambia siku ya leo, mpendwa ambaye unaenda kupata hii message, unaweza kuwa haya maisha unapitia sio yako, ni mtu ambaye alienda kupata maisha yako na akaenda akakutumia haya maisha ili ukae katika maisha yako. Nataka nikwambie leo, amini kana kwamba Mungu anaweza. Mungu anaweza. Mungu anaweza. Ukisoma hii kitabu ya Matendo ya Mitume 16 kuanzia mstari wa 1, inasema kana kwamba Paulo na Sila mahali pale ndipo waliona Mungu akitenda kazi juu ya maisha yao. Na wewe nakwambia siku ya leo, haijalishi huu mwaka umeukaribisha aje, but nataka nikuambie kitu moja. Amini kana kwamba kunaye Mungu anatenda mapenzi sio ya mwanadamu. Haijalishi ni nini ambacho kinakusumbua, bali Mungu ako na uwezo wa kufanya kazi pamoja na wewe. Mimi naongea na mtu mwenye ambaye hana kiburi, mtu ambaye adharau neno, mtu ambaye adharau chochote cha Mungu. Sikatai kuna watu wanapotosha watu, lakini nataka nikwambie kunaye watu wametumwa na Mungu ni kwa ajili ya kusimama kwenye nafasi. So wakati unatafuta Mungu, lazima kwanza, kitu ya kwanza, lazima upatane na yule mtu mbaya wa kwanza ili kupimwa imani. Na ukipatana na yeye hata kama amedhihaki maisha yako, that is not the end. Tafuta Mungu. Tafuta Mungu. Na mimi nataka nikwambie, I am the living testimony. Niliachwa na wazazi nikiwa na miaka 5. Na pale nimepitia mambo mingi. Nishalala mpaka kwa mbavu. Nishafanywa mambo mingi. Ndugu ya brother yangu ashanichukua akanisimamisha kwa kaburi ya baba yangu na mama yangu, akaniambia ni waamche wanipe chakula. Lakini haya yote
hayakunifunja moyo, dada yangu na ndugu yangu. Kwa hivyo wacha kuvunjwa moyo na kitu kidogo, wacha kuvunjwa moyo na matatizo, wacha kuvunjwa moyo na binadamu. Biblia inasema hata wakati unapoenda kukutana na mtu mbaya, si kumaanisha ati hautawahi kukutana na Mungu. Mungu bado, kwa sababu moyo wako unataka kukutana na Mungu, Mungu bado atatumana kwako na ukutane na yule mtu ambaye ataokoa maisha yako. Kwa hivyo asubuhi ya leo niko na message kwako, wewe ambao unaona kana kwamba maisha yako imekuwa mwimba, maisha yako imekuwa mambaya. Nataka nikwambie, tafuta Mungu wa ukweli na utaona Mungu, na Mungu atakuongoza. Mimi unaniona sahi, sikuwa najua kana kwamba naweza fikia hiyo level, lakini yale maisha sahi Mungu amenikadisha. Hakika siwezi sema ni mwanadamu, ni Mungu, kwa sababu hata sijui kufika mahali nimefikaje. Mimi kwa moyo wangu nasikia furaha, kwa sababu I was nothing, but for now I am somebody who I am. Nataka nikwambie, chukua imani, umtumikie Mungu na Mungu atakubariki kwa vyovyote, na Mungu atazidi kusimama pamoja na wewe. Kwa hivyo wacha tuamini, tuombe. Baba mtakatifu, mwenye enzi, mwenye mamlaka, nasema ni asante ni kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ninainua jina lako nikisema wewe ni mwamba imara. Baba Jehova, nikiinua jina lako nikisema hakuna jina lingine isipokuwa ni wewe, Bwana wa majeshi. Baba, kuanzia dakika hii nikichukua hii nafasi ni kwa ajili ya yule mtu ambaye atafikiwa na hii message, nikisema kana kwamba Bwana bariki watu wote Bwana. Na njoo kuna watu wanapitia magumu, na njoo wengine Baba Jehova shama wanalia ni kwa ajili ya watoto wao kwenda shule, lakini kunaye milango Baba wa mbinguni kupitia kwako. Naomba Bwana, tunapoenda kuamini kwako, ukatufungulia milango na ukazidi kuwatendea makuu. Baba, wabariki, waonekanie, ponya wale wagonjwa, ponya hata ndoa zenye Baba Jehova shamba zinajiumba. Baba, hata wale wana kazi Baba ukawape kazi, na jina lako takatifu likazidi kusimama na kutawala. Inuliwa na waabudiwa, kwa maana ni Mungu, na jina lako likazidi kupata nafasi kwa wote, na Baba wa mbinguni hii neno ikabariki mtu. Na asante ni kwa ajili ya wema wako, na ni kwa ajili ya Baba na la Mwana